Harmonize ameamua kujipa maua yake mapema kabisa au vipi? Sasa amekuwa proud sana na wasanii wake ambao amewatoa. Yaani hapa namzungumzia Ibra pamoja na Angela. Kwenye tasnia. You understand? Leo hii huwezi kumzungumzia Ibra ukiacha kunizungumzia mimi. Sure thing. Huwezi kumzungumzia Angela ukiacha kunizungumzia mimi. Na wasanii wengi tofauti. You got the point. So, tutakuwa tuna nafasi sababu na hisi wote wanafanya vizuri. Yeah. I don't have a problem about it. Lakini tunaona kwamba okay ni nafasi ya Yes, sasa hicho ndicho sehemu ya kile ambacho alikizungumza msanii Harmonize alipokuwa akifanya mahojiano na kipindi cha The Throne cha Crown FM. Na mimi nipo hapa kukujuza kile ambacho kiliendelea pale. Sasa kitu pekee ambacho naweza nikakizungumza pia siku ya leo, jioni ya leo ni kwamba kiukweli kabisa mimi binafsi nimekuwa ni miongoni mwa watu ambao nikifuatilia kwa umakini sana haya mahojiano ambayo akiyafanya Harmonize. Na it seems like kwamba amekuwa open sana kwenye kila kitu. Yaani hata kama kuna vitu vingine hakupaswa kuviongea kwa muda huu, lakini amekuwa open sana ili tuvifahamu. Kwa mfano kama hili swala la Angela na Ibra, sio ubaya kujipa maua yako kwa sababu tumekuwa tukishuhudia baadhi ya watu pia mtu kuja yani kupewa maua na watu wengine ni ngumu sana. Akifariki dunia ndo utasikia bana yule pale alikuwa mtu noma sana, alisupport vipaji vya watu fulani. Lakini Harmonize ameamua kujipa maua mapema sana. Huwezi kumtaja Ibra na Angela bila kumtaja Harmonize kwa sababu tunaweza tukasema ndo msanii pekee ambaye alivishika vipaji vyao walipokuwa wachanga wadogo, ambao sisi wengine tulikuwa tuwafahamu, lakini wamepita kwenye mikono yake. Hata kama zilitokea ups and down, kibinadamu kabisa, ni kawaida. Na tunafahamu pia hata ndugu zetu, jamaa na marafiki tunagombana nao, tunalekeana kwalo, lakini mambo yana fix, tunakuwa sawa kabisa. Lakini pale ambapo mtu amekufanyia kitu fulani na unajua kabisa hili lilikuwa jema, hata kama amekufanyia mengine mabaya 80, amekufanyia jema, you have to appreciate it. That's why mimi niko proud sana. Naitwa Bounce, the #1 entertainment content creator in East Africa.